Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli. Kwa juu hili swala la kuanguka kwa Uvira. Nakumbuka kudondoka kwa Uvira kwenye mikono ya M23, jambo ambalo limekuja wiki moja tu baada ya kile kilichofahamika kama makubaliano ya Donald Trump, ndio yakapelekea kuanguka kwa Uvira. Kuanguka kwa Uvira, wanasema mji muhimu au mji wa kimkakati. Kwa kweli si pigo tu kwa Kongo kama nilivyozungumza, ni pigo pia kwa Burundi. Jana kulikuwa kuna maneno yanatoka sehemu kama 3 zimetoa maneno. Kuna maneno yaliyozungumzwa na wenyewe M23 kuhusu udhibiti kamili wa Uvira, wakitangaza wameudhibiti na wamewataka watu warejee kwenye mji ule. Na kuna taarifa ya Kongo ya kulaumu Rwanda, na kuna taarifa ya Rwanda ambayo Kagame alitoa maelezo ya kulaumu hatua za Kongo. Nani ni nani? Nini ni nini? Nani anasema nini kuhusu nini? Swala la Kongo ni kama, tunaweza kusema ni kama mwiba ambao ni kama umeshindikana, kwa sababu tunazungumza mashariki mwa Kongo miongo mitatu bila utulivu. Wakati Trump amewaita kina Kagame kule, na hili nimelizungumza mara kadhaa kuwa kuna ishara tulikuwa tunaiona ambayo labda kama watu waliamua kuipuuza, lakini kile kilichokuwa kinaonekana na Tshisekedi kilikuwa ni halisi. Wakati wanafanya yale mazungumzo, wapiganaji wa M23 walikuwa wanatoka Bugarama wanaelekea Kamanyola, kwa sababu baada ya kusaini yale makubaliano, ilikuwa Alhamisi, Jumaa yake wapiganaji wa M23 walikuwa tayari wapo Kamanyola. Siku inayofuata tunawasikia wamesogea Rugombo, Chibitoke, Buganda, wakafika mitaa ya Lemera na Sange. Ile walipofika Sange, ndio nakwambia kuna rafiki yangu mimi mmoja, huyu yuko Australia, yeye kazaliwa Sange. Akanitumia video akaniambia, hapa ni kijiji nilichozaliwa, kulikuwa kuna miili tu imetapakaa njia nzima na mauaji yaliyokuwa makubwa kabisa. Wakaenda Kiliba. Sasa ukifika Kiliba, jeshi la Burundi likajiondoa Uvira, kwa sababu ukifika Kiliba tayari uko Uvira. Kwa hiyo baada ya pale, vikosi vilivyokuwa vya wazalendo, unajua kama Uvira ni mji ambao unaweza kusema kuwa ulikuwa ni mji wa wazalendo kweli kweli. Yaani ulikuwa ni mji wa wenye nchi kweli kweli. Uvira, wazalendo ndio mahala pao hapo, na ndio walikuwa kiulinda. Lakini Burundi ilipeleka askari zaidi ya 20,000 waliokuwa wanataka kuizuia Uvira isidondoke. Kwa nini Uvira isidondoke? Kwa sababu kuna miji ya mipakani, kuna wakati unahisi kama sio mji wa nchi fulani kwa ile tabia na mienendo. Nashindwa nifanishe na mji gani. Ukivuka Tunduma upande wa pili, sijui kuna mji gani pale watu mnaoenda Zambia, upande wa pili. Maana yake Uvira ilivyo ni mfano wa Tanzania na Tunduma. Yes, ni mfano wa Tanzania na Tunduma, yani Uvira. Sasa ni upande mmoja kuja upande wa pili. Uvira tu Bujumbura ni karibu sana. Kwa hiyo kudondoka kwa Uvira ilikuwa ni ishara ya tishio la Bujumbura, kwa sababu huu mji wa Waswahili wa Uvira ni mji ambao unafikiwa na jamii kubwa ya Waswahili ambao wengine wanatoka kwetu. Unajua ukitoka Kigoma, ukienda Burundi au ukienda Kongo,
ni kwa Kongo sana. Nini wanatumia bandari labda kama 3. Kuna ile ya Baraka, kuna ya Kalemi na kuna Uvira. Hizi ni upande wa Kongo, lakini vinginevyo utaelekea mpaka Bujumbura ambapo ziwa Tanganyika sasa lina cross kwenda mpaka upande wa pili huko. Sasa hili ambalo lilitokea la kuiangusha Uvira kwa kweli ni pigo kubwa sana, lakini si pigo kubwa kihivyo. Unaweza ukaenda kwenye kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Burundi alichosema. Anasema kwa yeye, kauli yake alisema kuanguka kwa Uvira na kuendelea kwa mapigano ya M23 ni kama vile Marekani, yeye alitumia kauli kidole cha kati, yeye alitumia hiyo kauli. Anasema ni tusi kwa Marekani kutoka kwa Rwanda, kwa sababu Trump alisema kila kitu kimekwisha, hawa wanaonyesha nini? Sasa kuna kitu kimoja ambacho nilikizungumza hata kwenye uchambuzi wangu wa asubuhi leo UTV. Nimesema kuwa sikiliza kauli za M23, sikiliza kauli za Rwanda, zinafanana. Ni vigumu sana kumtofautisha RSF na Imarati, ni vigumu sana kumtofautisha Israeli na Marekani, na ni vigumu sana kumtofautisha M23 na Rwanda. Yani umtoe umweke pembeni, vinakataa kabisa. Yani vitu vinagoma, ni vigumu sana kwa sababu ya kile ambacho kinaendelea. Ukisikia madai ya Rwanda kwenye hili, wanachosema kuwa kulikuwa kuna tishio la vikundi, yani tafsiri ya Rwanda, kikosi cha Burundi kilichokuwa Uvira kilikuwa kinaweka tishio kwenye miji ambayo tayari ilikuwa inadhibitiwa na M23. Yani tafsiri ni kuwa hivi vikosi vilikuwa vimekaa pale, huenda vinajipanga kutuondoa katika maeneo ambayo tunayashikilia. Ndio maana tumeamua kuwarudisha nyuma, au tumeamua kuichukua Uvira ili tudhibiti mipaka ya nchi yote iwe upande wetu. Lakini hofu ya Burundi inakuwaje? Inaweza ikawa ni kubwa zaidi kwa Burundi kuliko Kinshasa kudondoka, kwa sababu kutoka Uvira kwenda Kinshasa ni mbali sana, au kutoka Bukavu, Goma kwenda Kinshasa ni mbali sana. Kwa hiyo harakati za kwenda kule, hata kama wanataka kubadili utawala, bado wanaweza kachukua muda mrefu. Lakini kama kutazaliwa kitu chochote kinachoitwa uasi dhidi ya serikali ya Burundi, hauchukui wiki moja kabla ya kuiangusha. Kwa kutokea Uvira, hauchukui wiki moja kwenda kuiangusha serikali ya Burundi. Kama utatokea uasi ambao utaamua kuwa sasa waasi fulani wameungana, wameamua sasa wanataka kwenda kuchukua nchi, tutashuhudia mauaji makubwa sana ambayo yataendelea Burundi. Lakini hawatochukua muda mrefu kutokana na uwepo na ukaribu wake. Usisahau kuwa jeshi la Rwanda ni kijinchi kidogo, lakini kiko imara sana kwenye jeshi. Ni kwa sababu hii ni nchi ambayo iko karibu sana na ulimwengu wa magharibi, na ni nchi ambayo inapewa usaidizi wa hali ya juu sana na nchi za magharibi, na ni nchi ambayo inauziwa silaha mno bila vikwazo. Yani licha ya kashfa zote za Rwanda kuhusika sijui kwenye nini, Rwanda sijui kuhusika kwenye hili, lakini Rwanda bado ni nchi ambayo inapewa na inauziwa silaha nyingi na magharibi, na ina uhusiano wa karibu na magharibi. Nilikuwa nikiongea na rafiki yangu mmoja wa idhaa moja kubwa ya kimataifa, alikuwa Washington last week, tunaongea, akawa ananiambia kuhusu hii habari. Ananiambia ile Rwanda, unaona Rwanda, anakuambia Rwanda ni nchi ndogo kama unavyoiona, na Rwanda haiko kwenye listi ya francophone country, yani zile nchi zote waliona Ufaransa, kwa sababu alikuwa na Mbelgiji hazipo. Lakini huwezi kuamini kuwa wao ni wanachama na wana viongozi wakubwa kwenye francophone wao. Lakini Rwanda imepeleka wataalamu na wasomi wake wengi kwenye vitengo muhimu mbalimbali duniani, ikiwemo Umoja wa Mataifa, washauri wa katibu mkuu, ikiwemo World Bank, ikiwemo wapi. Rwanda wamepachika watu kweli kweli kuhakikisha kuwa hakuna sauti, hakuna vidole vitavyoelekezwa Rwanda kwa lolote vile. Na ndio maana huwezi kusikia kuwa licha ya kuwa hivi, nchi gani ya Kiafrika ingekuwa na shutuma hizo haijachukuliwa hatua? Angalia kile ambacho anachokiongea Trump kuhusu South Africa, kakata misaada, kakata usaidizi, kakata sijui nini, hataki uhusiano. Lakini South Africa tumeanza kusikia lini? Ni juzi. Tunazungumza zaidi ya miaka 30 tunasikia Rwanda anahusika na Rwanda.
no sanction. Hakuna vikwazo kwa Rwanda. Ajabu ni moja kuwa, mfano tuchukue mzozo wa 1994 ambao ndio ulizalisha kile kitu kinaitwa vurugu, ambazo Rwanda huwa wanatoa sababu, wanasema kwa nini sisi vikosi vyetu vilikuwa kwenye ardhi ya Kongo, au kwa nini wao wanaingia mpaka upande wa pili. Wanasema vikosi vya Interahamwe, au wanaweza kusema vikosi vya vilivyoondoka vile vya wakati wanaipindua serikali iliyokuwepo ile ya Wahutu. Wapiganaji wengi walikimbilia upande wa pili wa Kongo, AFDL. Wanasema wako AFDL upande wa pili, yani wako upande wa Kongo. Wanasema wale AFDL huwa wanakuja wanashambulia Rwanda halafu wanarudi Kongo. Kwa hiyo wanaweka uhalali wa wao kuingia kuwasaka AFDL. Wakati huo wakiingia kuwasaka AFDL, wanachoakisi kuwa wao misheni yao na misheni ya M23 ni misheni mbili tofauti, kuwa wao hawahusiani na hilo swala kabisa. Lakini fikiria sasa kwenye hili la Uvira kudondoka. Fikiria kudondoka kwa Uvira. Mkataba wa Trump na hizi nchi mbili ulikuwa unaakisi kuwa nchi zote zitafaidika kwenye swala la madini, uwekezaji, makampuni ya Marekani. Nani anafaidika? Kwa sababu serikali ya M23 sio serikali ya Kinshasa. Ni serikali ambayo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa ambayo ina ripoti kutokea Kigali. Ule mkataba unasema watayafikia madini ya Kongo yako mashariki mwa Kongo, ni huku Bukavu, Goma, Uvira pia kuna wavuvi kwa sababu ziwa Tanganyika liko pale. Waswahili ni wavuvi wengi pale. Sasa madini ya Kongo yako wapi? Madini ya Kongo ndio hayo utayapata, labda yaliyobaki kule juu Kisangani na maeneo mengine, majimbo kama ya Katanga na wapi huko, ndio unaweza ukayapata kule madini. Lakini madini mengi yako mashariki. Maana yake unakusudia kuwa Marekani kwa kushirikiana na Rwanda na M23 watakuja kufyonza madini ya Wakongomani bila Wakongomani kufaidika, kwa sababu madini yako mashariki. Kuwa hata kama Marekani atasema okay, angalau serikali ya Kongo ipewe, baba, kwenye 100 Marekani achukue ngapi? M23 wachukue ngapi? Rwanda wachukue ngapi? Ngapi wazipeleke serikali kuu ya Kongo ambayo haipo kwenye field, yani haipo kwenye uwanja husika, unaipelekea kiasi gani? Kwa hiyo unaweza ukaona hili kuwa nini linatokea. Nimesema kuwa Rwanda ni master ambaye amejipanga sawa sawa. Unajua Rwanda ukitaka kuifananisha kimataifa jinsi inavyocheza na karata zake ni sawa sawa Qatar wanavyocheza sawa sawa na Imarati walivyojipachika. Juzi nimezungumza na nyinyi hapa kuhusu mgogoro wa Sudani, jinsi Imarati alivyopenya katikati. Hata EU wakati wanatoa matamko ya kutuonya sisi, wakazionya na nchi nyingine za Kiafrika, walivyokuja kugusa Sudani hawakuigusa Imarati. Lakini Imarati inajua inafanya nini. Hata jana nimewahadithia mgogoro wa Yemen. Imarati amekwenda kulipa kisasi kwa sababu Saudi Arabia alienda kumsemea kwa bosi kuwa kumbe ngoja na sisi tufanye hivi. Kwa hiyo Imarati wanajua nini wanakifanya. So unapotaka kuifananisha Rwanda jinsi inavyocheza turufu zake, Rwanda imeshajua ulimwengu unavyokwenda. Hauwezi ukajifungia kwenye nchi yako ukategemea kuwa tufate haki na sheria zinavyotaka na hawa watatuona kwenye haki na sheria. Haiwezekani. Hakuna hiyo haki ya hivyo, huwezi kuipata. Unaenda kuwahi kule kwa watoa maamuzi, unakuwa unawaziba midomo. Basi ndio inavyotokea. Yani wale ambao watazungumza maono, wale wataozungumza kitu ambacho kitaleta athari kwako, wewe unawawahi kule kuwaziba mdomo. Ndio mchezo wanaocheza Imarati, ndio mchezo wanaocheza Qatar, ndio mchezo ambao Rwanda wanaujua kuucheza. Na ndio maana mtabaki na shutuma zenu, mtabaki na kuisema Rwanda kwa kila kitu, lakini huwezi kuona action yoyote ya maana ambayo inaelekea kwa Rwanda, kwa sababu Rwanda wamejua kucheza na turufu na karata wanavyozicheza, wanajua kuzisukuma. Fikiria, nilikuwa nazungumza kuhusu 1994, ndio kilipelekea kile mzozo kaja kule. Ikaja vita ya kabila mkubwa kama mnakumbuka, mwishoni ya miaka ya 90, usaidizi ukiwa mwingi kwa nchi nyingi kuhakikisha wanamuondoa Mobutu akaondoka, akaingia Kabila alivyoingia, usaidizi wa Rwanda na Uganda ambao ndio ulikuwa mkubwa zaidi, akawageuka sijui wenzake inavyosemekana. Yani kwa zile taarifa ambazo was not official, na baadhi ya vyombo vya habari vinasema kuwa alipewa usaidizi katika makubaliano kama haya, kuwa mashariki itakuwa milki ya watu wa Rwanda. Yani Rwanda wataweza kufikia mashariki
ila tunakupa usaidizi. Akasema it's okay. Alivyosaidiwa kukaa pale kwenye nafasi, wakamkumbusha tulikuwa tuna makubaliano. Akamwambia hii ardhi sio mali yangu, ardhi ni mali ya Wakongomani, waambieni wenyewe, wakitaka waachie. Akamwambia kumbe ni hivyo. Ndio vita ikaanzishwa upya ya kuja mpaka akaja kuuawa na mlinzi wake, na nafasi akapewa Kabila mdogo ambaye ndani ya Wakongomani wanamuita Mtusi, na yule ambaye wanasema hakuwa mtoto wa Ndezire Kabila mwenyewe, ila alikuwa ni mtoto wa rafiki yake ambaye alimlea yeye. Hizo ni taarifa ambazo zinazungumzwa na wengi wa Kongomani. Nimeshazungumza na Wakongomani wenyewe kabisa, hata kwenye magroup najua mmesha nipasha hizi taarifa mara nyingi kuwa hakuwa mtoto wa mzee Kabila mwenyewe. Mmesha niambia zaidi ya mtu mmoja hakuwa mtoto wake. Lile likawa zao la upande fulani ambalo liliwekwa kwa ajili ya kunufaisha kule, na ndio maana unaona hata mara hii amehukumiwa kifo aliyekuwa hayupo. Yani anashutumiwa kweli kweli na Kinshasa kuwa yeye ndio alikuwa mamluki mzuri wa upande wa pili wa Rwanda. Kabla ya kuingia Kabila mdogo, angalia ulimwengu ulivyokuwa na unafiki. Vurugu ni ya Kongo, madini yanayoporwa ni ya Kongo. Serikali ya Kongo iliingiza jeshi lake kwa ajili kwenda kusaidia raia wake na mali zake zisiweze kuporwa. Taarifa ilivyokuja kutoka ya Umoja wa Mataifa ikahusisha majeshi yaliyokiuka haki za binadamu, na jeshi la Kongo likaingizwa. Adhabu iliyochukuliwa ni kwa jeshi la Kongo kuzuiliwa kuuziwa silaha, kwa sababu halikuzitumia silaha zake vizuri wakati huo. Yani jeshi ambalo lilikuwa liko kwenye uvamizi wa nchi zaidi ya 3 kwenye ardhi yake katika nchi ambazo zinataka kupora, ndio jeshi ambalo likakutana na vikwazo vya Umoja wa Mataifa kuwa wewe ulitumia vibaya silaha zako kwenye ardhi yako katika kulinda mali yako na watu wako. Ila wale ambao waliingia kwenye ardhi ya Kongo hawakuwekewa vikwazo, wakaendelea kujimarisha kijeshi, wakaendelea kufanya mazoezi na wenyewe, wakauziwa silaha kweli kweli. Adhabu ya jeshi la Kongo imemalizika 2022 mwezi Disemba. Ndipo ambapo jeshi la Kongo na huyu bwana Tshisekedi alivyokuwa, ndio adhabu yake ilikwisha, ndio akaanza kutaka kuimarisha jeshi kwanza la ndani la Kongo. Ndio maana kuna kile ambacho watu wanaona, kwa nini hao Wakongomani wamekuwa dhaifu sana? Wakongomani wamekuwa dhaifu kwa sababu Wakongomani waliwekewa vikwazo miaka mingi, toka miaka ya 90 na mwishoni mpaka 20 na kitu. Kongo wana vikwazo, hawawezi kununua silaha. Watakuwa imara vipi hali ya kuwa majirani wote wanauziwa silaha? Kongo hawatengenezi silaha, wanahitaji kununua kutoka nje, lakini wameisha kutana na vikwazo, hawauziwi silaha. Silaha haziwezi kuingia kwao. Wanawezaje kulinda mali zao? Kwani una bahati mbaya kuwa waamue kufanya hivi kwa ilikuwa ni kusudi kuhakikisha kuwa hawawezi kuwa na jeshi imara ambalo litakuwa na uwezo wa kulinda rasilimali zao. Ndio maana kuwa wao wawekewe vikwazo, halafu wapembeni wote waliosababisha machafuko na kuingia kwenye ardhi ya Kongo waliachwa vile vile waendelee. Ndio maana tunasema mgogoro wa Kongo, yani mali na utajiri wa Wakongomani umekuwa ni laana kwa maisha yao, yani sio faraja ya maisha yao. Kama kilichofanyika Iraq ni kile kile, kuwa imekuwa mali walizojaliwa na Mungu kuwepo kwao zikageuka kuwa laana kwao. Ndio kilichotokea Kongo, kuwa mali Mungu alizowapa zimegeuka kuwa laana kwao, kwa sababu kupitia hizo mali wanauawa, wanafanyiwa kila kitu. Nchi ambazo zimekuwa maskini na hazina asset yote zimekuwa zikikaa tu labda na migogoro tu ya kijeshi, kama Burundi, kule Jamhuri ya Afrika ya Kati, zenyewe zina almasi na lakini ni hivyo hivyo wamekuwa tu maisha duni. Nchi ambazo Malawi unaziona ni nchi ambazo hazina dira, hazina mwelekeo. South Sudani unaziona. Kongo na mali yao wamebaki tu kwa Kongomani. Ni nchi tajiri sana. Kongomani ni nchi ambayo, yani naweza kusema kama Kongo ingekuwa ni ardhi ya ulimwengu mwingine, nadhani ingekuwa ndio nchi kwa sababu inayo madini adimu. Yani kuna madini adimu ambayo kuna hifadhi kubwa ya madini, lakini asilimia zaidi ya 70 ya madini adimu yanapatikana Kongo. Mfano, karibu sisi wote mtupo hapa tunapokea haya matangazo, tunasikiliza. Karibu vifaa vyote, magari, betri za magari, simu, betri za simu, sijui zile cobalt, kila vitu vingi, madini mengi yanapatikana. Zaidi ya asilimia 70 ya hifadhi ya madini unayapata Kongo. Wazungu wanataka kuwe kuna utulivu. Hebu fikiria, hebu waza kichwani kuwa ije kama ile ndoto yako kuwa
tuwe na Kongo iliyolinda mipaka yake, tuwe na Kongo yenye amani, tuwe na Kongo yenye watu wake wenye kujua thamani ya alichonacho, tuwe tuna Kongo ambayo haina mkono wowote wa nje, tuwe tuna Kongo ambayo ya watu wake wana uwezo wa kulinda rasilimali zao. Niambie kuwa Kongo ile itafaidika kiasi gani, na wale ambao wamekuwa wakichota kutoka Kongo watapata kwa kiasi gani? Kwa sababu itabidi waje walipe. Hivi sasa mimi nawaambia kuwa ndani ya ardhi ya Kongo kuna viwanja vya ndege vile bubu vimejaa kila kona, money laundry ya kutosha. Watu wanashusha fedha, wanachukua dhahabu, wanachukua almasi, wanachukua cobalt, wanachukua madini, wanaruka juu kwa juu. Hakuna, kwa sababu rada inaosoma kubwa hapo ni rada ya Rwanda ambayo ndio imechukua eneo kubwa kwa ajili kwa kucontrol Kinshasa mbali. Sasa hii ndio dunia iliyojaa unafiki ambao huwezi kuelewa haraka haraka. Unaweza ukahusisha wakati mwingine na hivi, lakini dunia hii ni ulimwengu ambao unaweza ukawalinda waovu, kwa sababu waovu wanasaidia kutimiza malengo ya mabepari. Kuwa kama fulani anaweza kututimizia malengo yetu, haijalishi. Kuna kitu kimoja ambacho bado wakati mwingine wa Afrika hatuamini na huwa hatukielewi, kuwa kudhani na sisi huwa wanatutazama katika ile nadharia ambao sisi tunaona, yale maandishi wanaotuletea kuwa binadamu wote ni sawa, kuna haki za binadamu, hawajawahi kututazama katika engo hiyo zaidi ya kuandika kwenye makaratasi. Sisi ndio huwa tunaangalia hivyo na wao kuwatendea hivyo tunavyowatendea, lakini in reality Trump anawakilisha hisia nyingi za wazungu walionayo kwenye vifua vyao dhidi ya ulimwengu mwingine. Sasa leo Kongo inaadhibiwa na inalaumiwa na inasukumiwa mzigo kuwa wewe ndio mwenye matatizo, wewe ndio kila kitu, wewe ndio kila kitu. Lakini in reality Kongo inadhulumiwa, na wanaodhulumu ni wale ambao wanataka kuonyesha kuwa upande wa pili kuwa wao ndio suluhu ya matatizo ya Kongo. Ni wale wala hakuna wengine, ni wale. Kwa hiyo huu ndio ulimwengu wa kinafiki ambao tunaishi nao kwenye huu ulimwengu wa leo. Jamani, Kongo haiwezi kuja kupata amani katika kipindi ambacho tunakizungumza, iwe miaka 10, iwe miaka 20, iwe miaka mingapi, kwa sababu hata ulimwengu uliokuwa na unafiki kidogo ambao ulikuwa umeficha makucha yake kuonyesha kama unajali utu, umeondoka hapo. Trump amekuja kutudhihirishia ulimwengu mwingine kabisa wa kujali kitu kuliko kujali chochote. Yani uwe na chochote, yani uwe na haki yoyote sio yako. Ukiwa na chochote, haki zote ni zako. Ndio Trump amekuja kutudhihirishia hiyo. Na Trump ni nani? Ni Amerika. Amerika ni nani? Kiranja wa dunia. Ndio amechagua njia hiyo ambayo ulimwengu upite, na ulimwengu unatembea kwenye njia hiyo ambayo ndio Trump ametuanzishia. Na sasa tunaishi katika ulimwengu huo. Lawama zote atapewa Tshisekedi, sijui kafanya nini, au wanajeshi dhaifu, wameshindwa kujiimarisha, wameshindwa kufanya nini. Hana chaguo. Niliwaambia wakati alipoenda kufanya mazungumzo na Marekani, nilisema Wakongo wanataka amani, haijalishi watatoa nini. Wakongo wanaona bora waipate amani, haijalishi watatoa nini. Lakini kwa nini walioenda kusaini naye makubaliano wamekubali? Chukua, lakini kupitia wewe ndio unaweza tukapata hii amani, kwa sababu tunafahamu kabisa kuwa yule mnamtuma nyinyi. Sasa hebu mdhibitini, hata sisi tupumue na sisi tutakupa hivyo unavyovitaka. Kashindwa kutuliza. Wakongo watoe nini? Sioni lolote ambalo wanaweza wakalitoa kunusuru maisha yao. Tayari wametoa kila walichonacho. Labda wanatakiwa wahame na wenyewe watoke kwenye ardhi yao kabisa, kwa sababu Kongo wanadhulumiwa kweli kweli, na aliyewadhulumu ameshika media na propaganda zote kuaminisha watu Rahby Digital, haki na ukweli.